nataka tujifunze kuhusu kazi ya mwanadamu na kazi ya Mungu. Mungu hawezi akapokea kitu yoyote kutoka kwa mwanadamu, wala Mungu hawezi akapokea mazuri yote kutokana na mwanadamu. Hakuna kitu Mungu anaweza akataka kusikia mazuri ya mwanadamu. Mungu kuna kazi moja tu anapenda. Kazi ya nani? Kazi ya Yesu Kristo. Ukiingia katika kitabu cha 1 Samuel 15 kuanzia namba 1 utakuta historia ya Samueli na Sauli pale. Sauli Mungu alimtuma aende akaharibu Wameleki wote na akaue kila kitu kizuri, na hata Biblia inasema uwe ng'ombe, ngamia, kondoo na kila kitu. Biblia inasema uwe watoto wandogo kwa wakubwa. Lakini Sauli yeye hakwenda kufanya mapenzi ya Mungu. Yeye aliignore sauti ya Mungu. Yeye alikana sauti ya Mungu. Hakufuata neno la Mungu jinsi lilivyokuwa kwake limetoka kwa Mungu. Lakini Sauli yeye alienda kulingana na mawazo yake. Yeye mwenyewe akaenda kulingana na mazuri yake. By the way, kuna kitu moja nataka ujifunze, ya kwamba mazuri kwako si mazuri kwa Mungu. Ama kile unaona ni kizuri kwa macho yako si kizuri kwa macho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo je, ni mazuri gani Mungu anaweza akakubali? Ni kazi yake mwenyewe. Ni wewe Mungu anaweza furahia sana kama unaweza ukatii neno lake na kuachana na neno lako. Mungu anaweza akafurahia sana kama unaweza ukaachana na kazi zako zote na kukubali tu neno lake jinsi lilivyo, na ufanye kama vile anavyosema ufanye. Ukiangalia katika kitabu cha Kutoka utakuta kuna wakati Wameleki walikuwa wamesumbua wana wa Israeli na kuwazuilia wasiingie katika nchi ya Kanani, nchi ya ahadi, nchi ya mbinguni, lakini nchi yenye Mungu alikuwa ameahidi. Na kutoka hapo Mungu akaambia Musa ya kwamba atapigana na Wameleki vizazi hadi vizazi. Mungu akaambia Musa ya kwamba hao watu na mimi wamezuilia watu wangu, wamezuilia jeshi langu, mimi nitapigana na wao vizazi hadi vizazi, nitakuwa nikipigana na wao. Kuna uwezekano kabisa ukiangalia kutoka Moses Andri mtu anaitwa Sauli wameachana na kubwa sana, lakini Mungu aliahidi ya kwamba katika kitabu cha Kutoka atapigana na Wameleki na atawaua vizazi hadi vizazi. Imefikia wakati sasa Mungu anataka kuangamiza Wameleki kwa mkono wa Sauli, na wakati alituma mfalme Sauli ili aende akaangamiza Wameleki, mfalme Sauli yeye aliona ya kwamba hiyo haistahili, akaignore neno la Mungu, na yeye akaamua kwenda na kuhifadhi. Ukiangalia Biblia inasema ya kwamba Sauli alihifadhi mfalme wa Wameleki. Sauli tena akachukua kondoo, akachukua ng'ombe na vinono aende akamtolee Mungu. Lakini Mungu wakati aliposikia sauti ya hizo vitu, alituma Samueli na kumwambia enda uambie Sauli kwa hizo sauti ninazozisikia ni za nini. Lakini wakati Samueli alienda pale, alienda na kumwambia umeignore neno la Bwana. Na kwa hivyo Mungu kuna wakati hadi unaona hapo mbele Samueli yeye anaenda kulilia Sauli kwa sababu ya dhambi yake, lakini Mungu akamwambia nimekataa Sauli kabisa. Kuna kitu moja nataka tujifunze kwa hao watu wawili wamekuwa viongozi wa Israeli, mmoja akiwa King Saul na mwingine akiwa King David. David alikuwa king, lakini hakuna siku alisimama kuwa kichwa kwa Israeli. David alikuwa king, lakini alitambua kuna king of king, kuna mfalme wa wafalme juu yake. Kwa hivyo yeye hata kama alikuwa king, hakuna hata siku moja alisimama kuwa kama king wa Israeli. Yeye alisimama kama shingo ama mwili, na kutoka hapo akakubali kuongozwa na Mungu, akakubali kuongozwa na Mungu akiwa juu yake. Lakini ukiangalia Sauli yeye alisimama kama king, hakuna Mungu juu yake, yeye ni yeye kichwa, yeye ni yeye kusema, wote akisema wamsikilize. Kati yao watu wawili, mimi nataka tujifunze mimi na wewe kwa hao watu wawili. Mimi na wewe ni mimi king kwa maisha yangu. Kwa hivyo mimi nikiwa kwa maisha yangu ya utakatifu nakaa haje? Kuna kiongozi juu yangu ama bado mimi ni mimi kusema? Kuna kiongozi juu ya maisha yangu ama ni mimi kusema na mwisho?
Wacha nikwambie ndugu yangu, kama wewe unaenda na kiwango ya kuwa ni wewe king, ya kuwa ni wewe mwisho, basi wewe maisha yako ya rohoni itakuwa vigumu kuifanya. Lakini ukikubali ya kwamba ukiwa king, Mungu akiwa amekuaminia hii maisha, basi kuwa na kiongozi juu yako. Kiongozi ni nani? Kiongozi umuweke Kristo akutawale, aongoze nchi yako, aongoze Israeli, aongoze watu wako, aongoze kanisa. Basi unduma haitakushinda, unduma itakuwa mzuri, familia yako itakuwa mzuri, maisha yako ya rohoni yatakuwa smart. Haleluya, barikiwe.